Unaweza kuzaliwa katika familia ambazo shetani amekuwa akitawala for years, kwa miaka mingi. Kuna watu ambao wanaishi katika familia au mnatoka katika familia ambao kuna pattern ya vifo. Vifo vinatokea labda mwanzo wa mwaka, au vifo vinatokea mwisho wa mwaka au katikati ya mwaka. Au watu wanakufa kwa magonjwa ya moyo peke yake. Watu wanakufa kwa magonjwa ya figo peke yake. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura 21 inaeleza kuhusu mapatano, ukianzia mstari 21 pale. Ukisoma kuhusu patano ambalo Rahabu aliweka na wale wapelelezi, kama unaijua habari vizuri, walipoingia katika mji wa Yeriko, katika kitabu cha Yoshua sura ya 2 pale ukianzia mstari wa 14, maandiko yanatuambia kwamba wale wapelelezi wakaagana na Rahabu ya kwamba hawatamuua mtu yoyote, na kwa sababu walikuwa wamepatana naye kwamba mtu yoyote katika familia ya Rahabu hatakufa, pamoja na kwamba walipatana na Rahabu peke yake, akaenda akachukua na ndugu zake wengine. Ukifika sura ya 6, maandiko yanatuambia kwamba Yeriko imefika wakati wa kuangamizwa, wakati wa kuteketezwa, lakini Rahabu pamoja na familia yake hakuangamia mtu yoyote kwa sababu ya agano ambalo waliwekeana. Agano ina nguvu. Yohana alikufaje? Kwa sababu binti Herodia alicheza na baba yake Herode alimuahidi kwa kiapo ya kwamba ahidi chochote kile ambacho utataka nitakupatia. Akawa ametamka, akaapa mbele ya watu, akaahidi mbele za watu. Akaenda kwa mama yake, mama tufanyeje? Akasema naomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kichwa cha Yohana Mbatizaji inakuaje? Hiyo ni Mathayo sura ya 8. Kichwa cha Yohana Mbatizaji, kwa sababu alikuwa ameapa. Maandiko yanatuambia kwamba hakuweza kujizuia neno. Sasa ukirudi kwa mji wa Yeriko, maandiko yanatuambia hivi, baada ya Yoshua kuwa ameangamiza mji wa Yeriko, akaondoa kila kitu ambacho kilikuwepo. Watu wote kasoro Rahabu na familia yake ndio ambao hawakuangamia. Maandiko yatuambia mtumishi wa Mungu Joshua akatamka neno kwa ajili ya ule mji, akasema alaaniwe. Mstari wa 26 Yoshua 6 mstari wa 26 asema alaaniwe mtu yote ambaye atakuja tena kuujenga mji wa Yeriko, ataweka msingi kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Mtu yote ambaye atainuka baadaye kuujenga mji wa Yeriko atalaaniwa, na akitaka usimamishe huo mji, maandiko yanaambia kwamba mzaliwa wake wa kwanza atafariki. Miaka 521 baadaye, mtu mmoja anakuja kuujenga mji wa Yeriko, akafiliwa na mzaliwa wake wa kwanza na mzaliwa wake wa mwisho, sawa sawa na neno la mtumishi wa Mungu Yoshua. Kitabu cha Ayubu sura 26 mstari wa 4 inasema kila maneno ambao watu wao wanayatamka yanatoka na roho. Yanatoka na roho. Mtu yote, watu ambao wanatamka maneno katika familia, majirani ambao watutamkia maneno, wanaweza katufunga kwa maneno ambao wanaongea. They release spirit. Anasema kwani umetamka maneno kwa nani? Kisha ni roho gani ambayo inatoka humo? Kisha ni roho gani ambayo inatoka humo? Kwani umefanya kiapo na nani? Umefanya kiapo na nani? Tunakaa kwenye nyumba, jana niliongea hiki, tunakaa kwenye nyumba, hamjui wenye nyumba. Kuna wenye nyumba ambao wakitaka kujenga wanaweka misingi za kafara za damu, wanaweka misingi ya vitu vyao, wanaweka, kuna vitu ambavyo vinakuwa released, wanatamka kwa ajili ya wapangaji ambao watakuja kukaa. Haleluya, haleluya. Lakini ashukuriwe Mungu katika Kristo Yesu, sababu tunapoongea kuhusu damu ya Yesu, tunapotamka kuhusu damu ya Yesu, tunapotamka kuhusu jina la Yesu, nasi tunatamka na roho ambayo inakuwa inatoka ni roho wa Mungu, Roho Mtakatifu.